Kuna bwana mmoja Fidhuli, msomi wa kileo, alimsikia shekhe akisema maneno haya kwamba Allah akikuondoshea neema anakupa neema kubwa kuliko ile aliyokuondoshea. Akamuuliza shekhe, jibu swali langu. Sawa, uliza. Akamuuliza, neema kubwa ya mwanadamu ni nini? Ile neema unayoiona kubwa sana kwa kiumbe mwanadamu. Akamwambia ni akili. Akili ndiyo neema kubwa iliyomtukuza mwanadamu mpaka Allah asema walaqad karramna bani adam. Kwa nini? Akasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwanadamu amepewa akili. Hii akili ndiyo neema kubwa, na ndiyo akawa ni manatu takalifu, sababu ya kuamrishwa mambo na kukatazwa mambo kwa sababu ya nini? Ya akili. Akamwambia, wewe unaamini hivyo? Akamwambia ndio. Wewe umesema mtu akipokonywa neema, akiondoshewa neema yoyote, kupewa neema kubwa kuliko ile. Ndio. Sasa niambie, huyu mwendawazimu amepewa neema gani baada ya kupokonywa akili? Kichaa. Mtu alikuwa na akili yake akapata ugonjwa wa akili akawa kichaa. Sasa huyu umesema mtu akipokonywa neema anapewa neema zaidi. Huyu amepokonywa akili, amepewa neema kubwa zaidi gani? Akamwambia mpumbavu, mwendawazimu ndiye mwenye neema ambao ulimwengu mzima huipigania na hawaifikii. Unaosikia wanataka upresident nini ili awe juu ya watu, lakini pia kuna mahali ana limit. Hawezi president kuwa na uhuru kamili. Lakini mwendawazimu afanyalo huru halaumiwi na wanadamu duniani wala hata laumiwa siku ya Kiyama. Nani alopata freedom zaidi ya mwendawazimu? Kwa hivyo hata huyu kichaa ana neema kuliko, anapopata wazimu amepata neema kubwa kuliko ile aliyokuwa nayo. Alipokuwa na akili, akirusha, akipura mawe gari la watu ataachwa. Lakini kama ana kichaa, atasema maskini. Yule mwenye gari atasema akili mali, atamsikitikia, hawezi kumchukulia hatua. Na siku ya Kiyama hana hisabu. Yadkhulu aljannata bighairi, labda kama ni wazimu aliununua. Manake siku hizi watu hununua wazimu, pige vibugizi mpaka ende zako huko, alafu useme mimi hapo hisabu ziko, kwa sababu ulinunua wewe wazimu.